Mwingine anasema shalom mwalimu na mtangazaji. Naitwa Silvano Njau wa Moshi Uru. Nimemsikia mtumishi fulani anasema Nabii Isaya alikuwako miaka 700 kabla ya Yesu. Je, ina maana kuna watu walikuwepo kabla ya Yesu isipokuwa Adam? Sawa sawa. Ndio, ni watu wengi sana walioishi kabla ya Yesu Kristo. Yani kwa maana kuwa Yesu Kristo kuja katika mwili. Ndio tunajua Yesu Kristo amekuwepo. Hata kitabu cha Mithali kinaelezea vizuri kuwa yeye kwanza ndo alikuwa fundi stadi wa kazi, umeona, ya ile ya uumbaji, umeona, alafu baadaye yeye ndio akawa mratibu. Ameratibisha yani dunia ikaeje. Wewe unaona tu sisi tukiangalia mbingu uone nguzo yoyote, lakini mbingu na ardhi havikutani. Science wanasema hiyo ni physics. Sasa hiyo physics nani ameiweka hapo katikati, yani mbingu na nchi visiwe vinakutana? Wakati sisi ukijenga tu ghorofa moja unahitaji nguzo za maana kushikilia hilo paa hapo juu. Kwa hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo walikuwepo wengi walioishi kabla ya Yesu. Kifupi tuseme Agano la Kale lote, wale wahusika unaowaona na kuwasoma kwenye kitabu cha Agano la Kale, wale wameishi kabla ya Yesu. Agano Jipya ndio linaanza Yesu anakuja kuzaliwa miaka 2000 iliyopita. Tunaweza kusema kwa kalenda tunayoitumia sisi ni miaka juzi hapa, miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo kwa namna hiyo inakuwa imekaa hivyo. Gepu la miaka kati ya Nabii Isaya na Yesu ni miaka 700. Maana yake Nabii Isaya ameishi miaka 700 kabla Yesu hajaja duniani. Na Nabii Isaya ndiye aliyetoa unabii wa kumleta Yesu duniani. Maana yake bila Nabii Isaya Yesu asingekuja. Maana ilikuwa lazima kwanza atangulie nabii wa kumtabiri Yesu kwa anakuja. Kwa Nabii Isaya aliishi na kutoa unabii katika karne ya 8. Hii ilikuwa ni kabla ya Kristo, karne ya 8, kwa ambayo ni takriban miaka 700 nyuma. Na kabla ya Yesu kuzaliwa katika kipindi cha 4 cha 3, 4 kuja huku mpaka 3, kipindi hiki kati ya Agano la Kale na Agano Jipya wakati mwingine huwa inaitwa miaka 400 ya ukimya, kwa sababu ya kutokuwepo na nabii katika kipindi hicho. Unaona, kwa wakati wa Isaya, huduma ya Isaya ni tarehe karibu ya miaka, au tuseme ni mwaka wa 738 ambapo ndio anatoa huu unabii kabla ya Kristo. Ndio maana wanasema ni miaka 700 kabla ya Yesu. Hivyo na kumweka katika karne ya 8 na kuzaliwa kwa Yesu, maana Yesu anakuja kuzaliwa huku kwenye karne hii ambayo sasa, kwanza unajua Yesu alipozaliwa ndio kila kitu kilianzia hapo. Hii sasa ni kwa mujibu wa Gregorian calendar ambayo ni ya Warumi. Maana wao Warumi ndio waliamua kuanzia hapo kuwa basi itaanza kwenda hivi. Ndio maana kwa sababu ulimwengu umetawaliwa na Warumi, ndio maana wanatumia kalenda yao. Leo ni 2025. Lakini ukienda kwa kalenda ya Waislamu wanakuambia ni mwaka wa 1400. Wao wameanzia wapi kalenda yao? Ni pale ambapo Mtume Muhammad alipozaliwa. Kumbuka Mtume Muhammad amezaliwa miaka 600 baada ya Yesu. Kwa wao wameanzia pale. Kwa tegemeana. Ukienda kwenye wengine wa China wana kalenda yao, watakwambia mwaka wa ngapi huko. Kwa ndivyo hivyo. Sasa miaka hii miaka ya ukimya, hii kipindi cha takriban miaka 400 kati ya Agano la Kale na Agano Jipya, wakati mwingine kama nilivyosema huitwa miaka 400 ya ukimya, kwa sababu hakuna unabii mpya wa kibiblia uliorekodiwa wakati huo. Maana hakukuwa na nabii. Hata hivyo kilikuwa kipindi cha matukio ya kihistoria, kuinuka na kuanguka kwa himaya na mabadiliko ya kitamaduni. Kwenye huo muda huo ambapo ndio hiyo miaka 400, miaka ya ukimya. Na hii miaka ndio miaka mambo yametokea kweli kweli. Kwa miaka hii 400 ya ukimya ambayo sasa inarejelea kati ya Agano la Kale na Agano Jipya, wakati huo kama tunavyojua kuwa Mungu huwa anazungumza kupitia manabii. Lakini miaka 400 ya ukimya ilianza na onyo ambalo lilifunga Agano la Kale. Na onyo hilo ni kupitia nani? Nabii Malaki.
Unaona, anasema tazama nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja ile siku iliyo kuu na ya kuogofya, naye atairejesha mioyo ya baba ielekea watoto na mioyo ya watoto kuelekea baba zao, ili nisije nikaipiga nchi kwa laana. Kwa nini? Kwa sababu yani hapo ndio imefunga hapo yani. Kwa ukijumlisha sasa na ile miaka mingine pale, jumla miaka ambao ni miaka kama 300 tangu nabii Isaya ametabiri, alafu hapa kuna miaka 400. Kwa hicho kipindi cha miaka 700 kuna wakati sasa kipindi cha miaka 400 pia kinajulikana kama kipindi cha ukimya. Ndio maana iko hivyo, ndio wakati wa historia. Kwa sababu wakati wa onyo la nabii Malaki inapata kama miaka 430 kabla ya Kristo, Wayahudi walikuwa wamerudi Israeli kutoka utumwani Babeli kama wafanya biashara na sio wachungaji. Hao Wayahudi hao, na miliki ya Umedi na Uajemi ilikuwa ingali inaitawala Israeli, na hekalu lilikuwa limejengwa upya. Wajemi na Wamedi, nafikiri tunakumbuka wakati ambapo hata kwenye Biblia ukisoma wakumbuka kuna mfalme ambako Waisraeli walikuwa wako huko, alafu mfalme yule anawaambia hebu chukueni hivi vitu muende mkajenge hekalu. Ilikuwa hivyo. Kwa sheria na ukuhani wa ukoo wa Haruni ndio vikao vimerudishwa sasa, na Wayahudi walikuwa wameacha kuabudu sanamu. Hata hivyo onyo la Malaki halikuwa bila sababu, ilikuwa anaonya tu, maana wakumbuka nabii Malaki ndio ameonya kwa yani kwa ukali kweli kweli. Alafu alivyoondoka yeye miaka 430 ikapita, hamna unabii, hamna chochote. Lakini hili halikuwa bila onyo. Yani ili onyo alikuwa bila sababu, kwa sababu Wayahudi walikuwa wakiwatesa wake zao. Ndio maana unaona pale kwenye kitabu cha nabii Malaki anasema mimi Bwana nachukia kuachana kwenu. Ili anzia hapo, Wayahudi walikuwa wanawatesa wake zao, alafu wakaanza kuoa wapagani huku wakiwapa taraka wake zao. Yani without no reason. Unaona sasa siku hizi taraka zikitoka zitatoka kwa sababu kweli kuna issue iko serious. Lakini wao wanawachukia nini? Wake zao. Alafu wanaanza kuwapa taraka wake zao, na hawakutoa zaka, na makuhani walikuwa wakilipuuza hekalu na kutowafundisha watu njia za Mungu. Ni kwamba kiufupi Wayahudi walikuwa hawamheshimu Mungu. Ndio maana nabii wa mwisho anakuwa ni Malaki, ambaye anakuja sasa anawapa ujumbe huo kuwa sasa shauri yenu wenyewe. Na mnamo mwaka wa 333 kabla ya Kristo, Israeli tena ikaangukia mikononi mwa Wagiriki. Maana Mgiriki unajua ametawala hii dunia, ikaangukia mikononi mwa Wagiriki. Na mwaka wa 323 ikaangukia tena mikononi mwa taifa la Misri, kwa sababu na lenyewe lilikuwa kipindi hicho ni super power. Wayahudi kwa ujumla sasa walitendewa vyema katika kipindi chote cha enzi hizo, na walichukua lugha ya Kiyunani na desturi nyingi za Kigiriki, na huko Misri Agano la Kale likawa limetafsiriwa kwa Kigiriki, na tafsiri hiyo sasa ilianza kutumiwa sana, na ndio hii ambayo tunainukuu sana kwenye makanisa yetu, Agano la Kale hili. Lakini sheria ya Kiyahudi na ukuhani vikaendelea kuwa sawa hadi Antioko wa Shamu alipoiteka Israeli mwaka wa 204. Yeye na mrithi wake ambaye anajulikana kama Antioko Epifane waliwatesa sana Wayahudi na kuuza ukuhani. Unaona, wakatesa Wayahudi, wakaanza kufanya vitu vya ajabu kama Antioko Epifane akalinajisi hekalu patakatifu pa patakatifu, na uharibifu huu ndio ukasababisha sasa maasi ya mtu anajulikana kama Yuda wa Makabayo au Makabizi, ambaye sasa ni wa ukoo wa ule wa kuhani yule Haruni, na yeye kuja kuwakomboa Wayahudi. Kwa ndicho kwenye hiki kipindi sasa ambacho nimetoa kidogo hii historia ili huyu ndugu yetu aweze kuelewa kuhusiana na hiki alichokiuliza. Na Agano Jipya sasa linapofunguliwa mwana wa Antipata mkuu, ambaye yeye alikuwa ni Herode mkuu, yani mtoto wake, mzao wa Esau. Unaona, huyu alikuwa mfalme wa ukuhani uliochochewa kisiasa na si wa ukoo wa Haruni. Lakini siasa pia ilisababisha maendeleo ya makundi mawili, Masadukayo na Mafarisayo. Ndio hapo na wenyewe walikuja wakaanzia hapo. Na Masadukayo hawa walipendelea mitazamo au mazoea ya uhuru wa Wagiriki. Maana tunaanzia kule kwenye historia kuja huku. Walishikilia tu Torati kuhusu dini, lakini kama watu wengine na ngazi nyingine hawakufikiri kwamba Mungu angepaswa kuwa sehemu
sehemu yoyote ya kulitawala taifa lao. Na ndio maana inabidi yale yaje sasa. Na Mafarisayo walikuwa wakereketwa wakihafidhina ambao kwa usaidizi wa waandishi waliendeleza sheria za kidini hadi pale wasiwasi wa utunzaji haukuwa na maana tena kwao. Ndio maana ikabidi Yesu sasa aje. Kwa hiyo hili linakuwa ni nyuma kule. Kwa sasa kati ya wakati wa Malaki na ujio wa Masihi ambaye ni Yesu, unabii kadhaa ulitimizwa, zikiwemo siku 2300 za unajisi kati ya 171 na kati ya 165. Hii ni miaka hii. Hii ni kulingana na Danieli 8:14. Hata hivyo watu hawakutumia vyema unabii uliotimizwa wa miaka 400 ambayo taifa hilo lilipewa ili kujifunza maandiko, kumtafuta Mungu na kuweza kurudi kwenye miaka 700 aliyoitabiri nabii Isaya kuwa Yesu Kristo atakuja na kujitayarisha kwa ajili ya Masihi sasa anayekuja, kwa sababu walitakiwa warudi kule kwenye yale maandiko, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo miaka ilipofusha na kulitia uziwi taifa hadi kufikia kiwango ambacho Wayahudi wengi hawakuweza kufikiria tena dhana ya Masihi ajaye. Ndio maana hii sasa hiyo miaka 400 imetupeleka zaidi katika historia kwamba Wayahudi hawa hawakuweza kufuatilia aliyetabiriwa huyu Masihi alikuwa ni nani. Na hiyo miaka utimilifu wake ulikuwa wa namna gani, hilo hawakuweza kuzizingatia. Kwa hiyo kwa swali alilouliza ni kweli, ndio maana inabidi nimpeleke mpaka kwenye historia. Ni ukweli kuwa ni miaka 700 karibia na 35 au 38 ilipita baada ya nabii Isaya kutabiri au kutoa unabii. Kwa nabii Isaya aliishi miaka 700 nyuma kabla ya Yesu Kristo kuja katika mwili physically, yes. Katika mwili huu wa kushikika kabisa. Yes. Katika roho alikuwepo. Ndio maana unaona tunasema kuwa Yesu Kristo hajafa miaka 2000 iliyopita. Amekufa hata kabla Adam na Eva hawajaumbwa kiroho. Yes. Kwa sababu walikuwa Mungu anajua yote na anaelewa kila kitu, kuwa huku mambo yatakuwaje. Unaona, yani kila kitu. Ndio maana Biblia inasema utangazaye mwisho mwanzo. Hivi una habari, labda nitoe dokezo kidogo. Una habari kuwa ile siku ambayo inaitwa siku ya Sabato ambayo Mungu alipumzika, hivi una habari huo usiku wa kuamkia hiyo una habari Mungu kuna mambo kama 13 aliyaumba pale. Yes, mambo 13 aliyaumba. Na haya mambo nitakutajia baadhi. Na baadhi mambo aliyoyaumba, aliumba kinywa cha punda. Sasa utasema kinywa cha punda ni nini? Huyu amechanganyikiwa anaongea nini? Nitafafanua. Aliumba hicho kinywa cha punda. Ngoja hapa nikuangalizie ili vitu vilivyoumbwa. Kinywa cha punda, kinywa cha nchi, kinywa cha kisima, upinde wa mvua, mana, fimbo ya Musa, shamiri nini nitafafanua. Aliumba herufi, maandishi, na wengine husema aliumba pepo na kaburi la Musa na kondoo mume, unaona, na koreo, kabla ya ile siku ambayo amepumzika. Yaani ameumba yuko pale mwanzo, basi aliumba siku ya kwanza sasa ile kuelekea hivi vitu ndivyo alivyoviumba. Sasa kinywa cha nchi kwa maana gani? Ni kile kinywa kilichofunuka wakati wakina Kora, Dathani na Biramu wametenda dhambi kinyume na Musa. Biblia inasema ardhi ilifunuka ikawa meza. Ardhi iliumbiwa kinywa, ilikuwa ni ile siku. Unaona, haya kinywa cha kisima kivipi? Unakumbuka wakati ambapo wana wa Israeli wamevuka bahari ya Sham, alafu hapa walipoenda hapa wakuta maji ya chumvi, wakaanza kulia. Nabii Musa akapiga mwamba ukatoa maji. Hicho kilikuwa ni kinywa cha mwamba. Unaona? Haya, kinywa cha punda kivipi? Unakumbuka punda aliyeongea wakati wa Balaamu? Punda anaongeaje? Kilikuwa ni kinywa kioambiwa, ndio mambo 10 kama 13 aliyoyaumba hapa. Upinde wa mvua nafikiri watu wanajua. Kuwa Mungu alisema sintaigarikisha tena dunia kwa gharika, kwa akaunda upinde wa mvua. Maana watu wanajua. Kilikuwa ni chakula kinachotoka mbinguni. Unaambiwa hicho chakula chenyewe kiliumbwa kwenye ile siku ya kuamkia usiku huo wa hiyo Sabato hiyo. Lakini fimbo ya Musa
ambayo tuliwahi kuiongea wakati fulani hapa, nakumbuka fimbo ambayo Musa alienda ilikuta kule kwa mkwewe Yethro, alafu yeye akaenda akainyanyua tu, wakati fimbo ilipowekewa pale hakuna mtu alishindwa kuitoa hiyo fimbo, ambayo ndio baadaye ilikuja kuwekwa kwenye sanduku la agano. Lakini Shamiri ni nini? Shamiri ni, wanasema kuwa ni, alikuwa ni mdudu ambaye Sulemani alikuwa anamtumia kukata mawe ya kujengea hekalu. Yes. Kwa hiyo ndio maana yake. Hili ni dokezo tu kutokea kwenye vitabu hivi vya nini, vya hawa Wayahudi. Kwa maana unaambiwa Biblia ni sehemu kidogo na haina taarifa nyingi za kutosha. Kwa hiyo ni kutokea huko kwenye kitabu kinaitwa Mishnah cha Wayahudi au marabi wale wa Kiyahudi. Alitengenezewa kinywa. Ni miongoni mwa vitu vilivyoumbwa usiku wa kuamkia Sabato. Mungu alichoumba ilikuwa ni kinywa cha punda pia, ambaye maana Biblia inasema ajuae mwisho tangu mwanzo. Kwa kuanzia kule mwanzo, maana yake alikuwa anajua ni nini kinachokuja kutokea huko mbele. Ni punda yule mmoja au ni punda wote wana huo uwezo? Hapana, ni yule mmoja. Maana inaitwa kinywa cha punda. Sio vinywa vya punda. Kinywa cha punda. Na ndio maana unaona hata maji leo, kwani kuna maji yanaweza kutoka mwambani? Hamna, ni pale. Hiyo wao sasa kwa tamaduni za Kiyahudi ni kuwa vile vitu viliumbwa kabla ya usiku wa kuamkia Sabato. Tunaweza kusema hazina za maktaba. Hazina ambazo unaweza kuzishangaa hizi zitatumika lini, lakini iko siku ya siku ndo unajua kazi ya kile kitu kimekaa pale miaka 700, kazi yake sasa ndo inaonekana. Inaweza kuwa hadi kimechaka. Kuna vyuma unaingia mahali na bidharau, lakini kumbe ile siku ya kazi ndo unagundua kwamba kina kazi fulani ya kutumika. Hilo nalo umetublo mchana wa leo. Sawa. Haya ndio maswali ambayo kwa siku ya leo tumekuwa nayo, na sasa hivi ni saa 9 kamili. Tuna nusu saa sasa la upande wa wasikilizaji na wale ambao wametuma maswali. Tunatamani sana kuwasikia kwamba hivi mko darasani, kuna mwingine ameitwa na